Tunakualika katika jambo la leo la tarehe 22 ya mwezi wa 10 2025. Ni mengi yatasikika hapa, yale ambayo yamejiri ndani ya Tanzania, lakini tutavuka mipaka ya nchi, kadhalika yale ya kimichezo. Mimi ni Irene Kishiwa pamoja naye Esther Chilato. Kwa muhtasari tu yatakosikika hapa ni pamoja na haya yafuatayo. Jambo la leo. Leo hii nimekuja na fukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Jambo la leo. Yako mengi yanayopatikana katika kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini mubashara unaweza kutusikiliza kupitia tovuti ya www.jambofm.co.tz. Jambo la leo linaanzia mkoani Shinyanga ambapo tunaelezwa taharuki imeibuka katika mtaa wa Viwandani baada ya kichanga kinachosadikika kuwa na miezi kati ya 7 hadi 8 kikiwa kwenye mfuko wa taka katika nyumba wanayoishi wanafunzi wa chuo cha St. Joseph iliyopo mtaa wa Viwandani, kata ya Mjini, manispaa ya Shinyanga. Eunice Kanumba na taarifa kamili. Wakizungumza na Jambo Media, mashuhuda wa tukio hilo wameelezea namna walivyoligundua na kwamba aliyetekeleza tukio hilo alilenga kitoto hicho kuchukuliwa na gari la taka, kwani kila Jumatano gari hilo hupita kukusanya takataka katika mtaa huo. Kwa sababu mimi huwa nina tenda za kulisha kuku hapo Nguzo 8. Kwa maana hiyo waga nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka Nguzo 8 kupata riziki. Leo hii nimekuja na fukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani. Nikawaita hapo nje washuhudie kwamba jamani ni nini mlichokifanya. Basi tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi 8. Mtoto ameshaota paka nywele, paka na macho, mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. Kwa hiyo kinachojulikana sasa mimi sielewi, sijui nani mwenye mimba, nani alimtupa mtoto haijulikani. Na mwenyekiti wa mtaa wa Viwandani Ashraf Majaliwa amesema amefika katika eneo hilo baada ya kupigiwa simu na wasamaria wema na kukuta kichanga hicho kilikuwa kimetupwa, huku akitoa wito kwa wananchi katika mtaa huo kujiepusha na vitendo hivyo kwani ni ukatili wa kijinsia. Kwa kweli tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa wa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana. Kwa hivyo nazidi kuwaomba wananchi wangu wa mtaa wa Viwandani walio katika eneo hili wajaribu kuwa na utulivu. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia zoezi hili na hospitali zetu zitakwenda kubaini ni chanzo chake ni kipi, na nina imani kwamba haki itatendeka na sheria itachukua mkondo wake ili kuweza kutoa elimu katika jamii kwamba utendaji wa matukio kama haya ni ukatili wa kijinsia. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio mengi ya watoto wachanga kutupwa, ambapo serikali kupitia jeshi la polisi imekuwa ikipambana na matukio hayo. Mimi ni Eunice Kanumba. Hayo yalikuwa ni ya hapa Shinyanga. Sasa ni pale Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam limemkamata makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche na kumsafirisha kwenda wilaya Tarime mkoani Mara kwa makosa ambayo hayajawekwa wazi. Akizungumza na waandishi wa habari, wakili Gaston Garubindi amesema njia ya usafiri iliyotumika kumsafirisha makamu mwenyekiti huyo haijawekwa wazi na kwamba chama kinajipanga kuagiza mawakili kutoka mkoa wa Mara na Mwanza ili waweze kutoa huduma ya kisheria. Taarifa ya jeshi la polisi kupitia kwa DZCO afande George Bagemu anadai ni kweli wamemkamata John Heche, makosa ambayo hajayasema, lakini anasema jambo la John Heche haliko Dar es Salaam, liko Tarime, na amedai kwamba jeshi la polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama tunajipanga sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo makamu mwenyekiti kwa taarifa jeshi la polisi ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime, ambapo wao wanadai tuhuma zake ziko kule na wao baada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine. Inaelekea tayari walikuwa wameshafanya logistic za kumsafirisha, japokuwa hajasema njia mahususi ambayo wametumia, kama ni njia ya anga au ni magari au ni nini,
lakini utamaduni wa kawaida na mazoea ya kawaida kama walivyofanya kwa mwenyekiti, tunashumu labda watakuwa wamechukua magari hayo na watakuwa wamemsafirisha. Sasa sisi tunachukua maneno rasmi ya jeshi la polisi kwamba wanaye na wanamsafirisha au wameshamsafirisha kuelekea huko Tarime ili aende akaambiwe hayo mashtaka yanayomkabili. Kutokana na kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Richard Feruz kuhusu hatua hiyo inaleta taswira gani hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Kiuhalisia ni jambo ambalo kwanza linachafua taswira kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29, kwa sababu unaona Heche ni kiongozi wa upinzani, kwa maana Chadema ambao hawashiriki hata huo uchaguzi wenyewe. Lakini hata kabla Heche kukamatwa hapa ishatoka tangazo la watu ambao wanatakiwa kukamatwa kwa sababu wana kesi wamekiuka wito wa mahakama hawajafika, na hata leo pia mahakama imeorodhesha watu ambao ikiwa kukamatwa kwamba atatangazwa kwenye gazeti, Heche akiwemo na Brenda Rupia. Sasa kukamatwa kwa Heche inaleta taswira mbaya, kwa sababu unamuona mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo yuko gerezani, yuko ndani, lakini pia unakuta makamu mwenyekiti na yeye ndio hivyo amekamatwa na polisi, lakini naibu katibu mkuu Amani Golugwa yeye pia alizuiwa kwenda kushiriki mkutano. Kwa hiyo unakuja kugundua kuna mfululizo wa viongozi wengi wa Chadema kukamatwa, kitu ambacho haileti afya kabisa. Moja, watu wanadhani kukamatwa kwake ni kwa ajili ya kupunguza kasi ya kinachoendelea hasa mtandaoni. Wengi wanasema kwamba tarehe 29 itakuwa ni siku ya maandamano. Kwa hiyo inawezekana kukamatwa kwao ni kwa ajili ya kupunguza tempa ya kitakachofanyika tarehe 29, sababu wakiamini kwamba la kuwepo kwao ndani labda kunaweza kukapelekea watu kupoa kidogo. Lakini Heche anapelekwa Tarime. Wiki iliyopita tu Heche alizuiwa kuvuka mpaka kwenda Kenya kwa ajili ya kumzika Raila Odinga, na polisi wakatoa taarifa kwamba amekwishavuka mpaka, lakini Chadema wakakanusha na Heche mwenyewe akakanusha kwamba hajavuka mpaka. Sasa hiyo bado inaleta maswali mengi kwamba kwa nini polisi walitoa hiyo taarifa kwamba amevuka mpaka na ile hali yeye hajavuka mpaka, ama kwa nini hiyo passport ya Heche imezuiliwa. Kwa bado kuna sintofahamu nyingi kwenye hiki ambacho kinaendelea, hasa kikiongezewa na kukamatwa kwake leo. Richard Feruzi, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumzia hilo sakata ambalo linaendelea. Jambo la kimataifa, mahakama ya haki ya Umoja wa Mataifa ICJ leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu wajibu wa Israeli kwa mashirika yanayotoa msaada wa kibinadamu kwa Palestina huko Gaza, wakati yakiendelea kupambana kuongeza msaada baada ya usitishaji mapigano huko Gaza. Majaji katika mahakama hiyo ya kimataifa ya haki mjini The Hague watatoa matamko yao na kuweka wazi wajibu wa Israeli kuwezesha misaada katika ukanda wa Gaza. Itakumbukwa Israeli ilipiga marufuku shirika la Umoja wa Mataifa la msaada wa Palestina kufanya kazi katika ardhi ya Israeli baada ya kuwashutumu baadhi ya wafanyakazi wake kushiriki katika shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 ambalo lilisababisha vita. Majaji wa ICJ pia wanatathmini shutuma zilizotolewa na Afrika Kusini kwamba Israeli imefanya mauaji ya kimbari kwa hatua za huko Gaza. Katika habari za michezo, shirikisho la soka barani Afrika CAF limeitaja klabu ya Simba ya Tanzania kwa miongoni mwa klabu zitakazowania tuzo ya klabu bora ya mwaka kwenye tuzo za CAF 2025. CAF imeteua klabu 10 zikiwemo Orlando Pirates, RS Berkane, Mamelodi Sundowns na ASEC Mimosas kushindana ili patikane klabu bora moja ya mwaka. Aidha, CAF imemtaja nahodha wa klabu hiyo Shomari Kapombe kwani kati ya wachezaji 10 ambao watawania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka anayecheza ndani ya bara la Afrika mwaka 2025. Lakini pia bwana, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars inaongoza kwa goli 2-0 dhidi ya timu ya wanawake Ethiopia katika uwanja wa Chamazi. Na hii katika mashindano ya AFCON 2025. Naona pale mubashara. Kwa hiyo wameanza vizuri na mchezo wa marudiano basi utafanyika kule Ethiopia. Kama watakuwa wameanza vizuri, ina maana mchezo wa pili utakuwa ni kuteleza tu. Japo poa na mambo haya nayo. Huwa yanabadilika.
Tunaendelea kuombea kila lenye heri. Machanuo waweze kufanya vizuri na waendelee kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Haya, nasi Machanuo humu ndani tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika jambo la leo la Oktoba 22 mwaka 2025. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishiwa. Jioni njema.